Mgogoro wa kidiplomasia kati ya Mali na Algeria, mataifa haya ambayo yanayapata barani Afrika, umetatuliwa mwezi huu Julai ya 2026. Na mgogoro huu ni mara baada ya nchi zote mbili kukubaliana na kurejesha mabalozi wao, lakini pia kufungua tena anga zao kwa ajili ya safari za ndege. Haya yote yamejiri. Suluhisho hii imekuja mara baada ya mgogoro huu kudumu kwa takriban miezi 15 ya mvutano mkali ambao umetokana na masuala ya usalama wa mipaka, lakini pia na mizozo ya ndege isiyo na rubani. Kuna wakati kuna drone za Mali zilipuliwa na Algeria, lakini mpaka kufika kwenye mizozo hiyo itakuja kufahamu mengi hapa tukiwa na wataalamu na wachambuzi wa siasa. Tunaye hapa Dennis Konga, karibu sana Dennis. Nashukuru kwa hapa. Lakini pia tunaye hapa Godfrey Mchungu, karibu sana Godfrey. Asante sana. Afrika tunazozana wenyewe kwa wenyewe. Wakati mwingine tunaanza kusingizia mataifa ya nje kwamba hawa wanatuchochea. Utasikia huyu kwa upande wa huyu, huyu kwa upande wa huyu, wanatuchochea tugombane. Lakini kabla ya kuchukua reason za nje, mataifa ya nje kutuhamasisha na nini ambacho kinatugombanisha wa Afrika wenyewe kwa wenyewe, Mwalimu Dennis? Unajua, nafikirisha sana. Kwanza tuseme ukweli kwa matatizo yetu mengi sana yana historia ya kwake, na historia ya kwanza ambayo inatuathiri sana wa Afrika ni ile inayotokana na ukoloni. Tukianza kugusa swala ambalo liko mezani, nchi ya Algeria na nchi ya Mali zilikuwa zinatawaliwa na mtawala mmoja ambaye ni Mfaransa. Okay. Na ndio hao ambao walichora ile mipaka, na sisi kama kupitia OAU tulikubaliana mwaka 1963 kwamba hatutabadilisha mipaka iliyokuwa imewekwa na watawala wa kikoloni. Kwa hiyo tulirithi hii mipaka pamoja na raha zake pamoja na shida zake, kwa sababu si kweli kwamba eti mipaka iliyochorwa na hawa koloni imesababisha shida. Kuna maeneo mengine imesababisha raha pia, kwa sababu kuna kusikilizana, kuna kuelewana na vitu vingine kama. Sasa ukienda kwa mfano upande wa Algeria, na tunazungumza kusini ya Algeria na kaskazini ya Mali, hawa wanashirikiana mpaka ambao wana watu wa asili walioko upande wa Algeria na walioko upande wa Mali, wanaitwa Watuareg. Lakini tukipanua mgogoro au tukipanua eneo, ukienda upande tena upande wa sasa wa mashariki wa Mali, unakutana na nchi ya Niger. Niger ambayo tena iko kusini mwa Algeria. Nao pia wana watu hao wanaitwa Tuaregs, wako upande wa Niger, kwa maana Niger kaskazini, alafu kusini ya Algeria ndio wenyewe hao wapo tena. Na utagundua kwamba eneo kubwa sana la mpaka na kilomita zaidi ya 1300. Ni kama unatoka hapa Dar es Salaam kwenda mpaka Sumbawanga, ni mpaka tu. Na ni eneo ambalo lina jangwa, ni jangwa la Sahara na jangwa la Sahel kwa upande wa Mali, Niger. Na hizi Niger na unagusa mpaka eneo la Chad. Kwa hiyo unaanza kuona kwamba matatizo haya hayatengenezwa na Waafrika wenyewe. Kwa kuna masuala ya nguvu za kiuchumi za kuweza kudhibiti hayo maeneo. Na tusiseme kwa ubaya, ni kwa uzuri. Kihistoria pia haya maeneo yalikuwa ni makubwa sana kwenye historia. Maana unataja miji kama mfano Gao, unataja mji kama Kida, unataja eneo kama Timbuktu. Nikisema haya maeneo watu wanakumbuka historia, wanakumbuka kina Mansa Musa Kankan, Musa, ndio Timbuktu. Unaona, haya ni maeneo ambayo zamani yalikuwa yamebeba historia ya Afrika. Wakifanya biashara kubwa, yakiwa na vitovu vya sio biashara tu, hata vya imani, kwa maana ya dini ya Kiislamu na vitu vingine kama hivyo. Maulama wafundishaji walikuwa wanapatikana huko. Kwa sasa haya yote yanakuja yanagusa sasa kwenye ukweli wa sasa kwamba maendeleo ambayo yangetakiwa kuwepo kule yanaonekana hayapo. Kwa hiyo unaona shida zinaanza ndani, lakini shida haianzi ndani. Kuna sababu nyingi ambazo pia watu wa nje hawawezi kusema. Kwa hiyo cha kusema tu ni kwamba kweli kuna matatizo mengine yapo ndani ya Afrika yenyewe, lakini kuna matatizo mengine yanatokea ndani ya Afrika yakiwa hayajasababishwa na Afrika, yakiwa yana kisababishi kingine kutoka nje kwa sababu ya rasilimali. Mali na Algeria
kuna visababishi kutoka nje. Naam, ipo hiyo ambayo inasemwa na iko wazi kabisa. Hauigusi sasa Algeria, hauigusi Mali, wala haugusi Niger. Unagusa nchi nyingine kabisa, ndio Libya. Wakati anaongozwa na Muammar Gaddafi, yeye aliajiri watu wengi sana kutoka kabila la Tuareg kwenye majeshi ya kwake kwa ajili ya kumlinda yeye, kwa sababu wa Tuareg ni wale watu ambao hawakati tamaa, ni watu ambao wanaweza kupambana muda mrefu, lakini pia ni watu ambao wanaweza wakahimili hali ngumu. Unazungumza kutembea kwenye jangwa ambapo barabara sasa hivi unaiona, baada ya saa moja haionekani. Kwa lazima uwe una akili kubwa kuweza kukumbuka kwamba vingine wanapotea, na watu wengi wanapotea katika majangwa ya Sahel na Sahara. Unaona? Kwa hiyo baada ya yeye kuondolewa mwaka 2001 kupitia vurugu za NATO, kwa maana ya Ufaransa pamoja na Uingereza kwenda kuingia wakisaidiwa kwa kivuli wanasema cha Marekani kumuondoa Muammar Gaddafi. Na tukirudi nyuma, Muammar Gaddafi alikuwa ni tajiri sana. Nchi ya Libya ilikuwa tajiri sana, na alikuwa amenunua silaha za kisasa nyingi sana na ziko kwenye mikono ya hawa. Baada ya kuondolewa mwaka 2011, hawa walirudi kwenye maeneo yao, walienda Niger, wakaenda na Mali kwenye maeneo ya kwao. Unaona, wakiwa na vifaa vya kisasa, wakiwa na silaha za kisasa, wakiwa na mbinu za kivita. Umeona? Na ndio wakaanzisha sasa vuguvugu la kutaka eneo hili ni kutaja miji kama Gao, Kida na Timbuktu, wana neno lao linaitwa Azawad. Wakatangaza kujitenga kutoka kwenye serikali ya nchi ya Mali. Kwa hiyo unaona, ilitoka nje ni Libya, lakini haikutoka Libya kwa bahati mbaya, ni kwa sababu kulikuwa kuna nguvu ya mataifa makubwa chini ya mwamvuli wa NATO ambao ilisababisha hao watu waanze kurudi sasa kule ambako walikuwa wametokea. Wanasema tunarudi kwenye asili ya kwetu, na kufika kule wakasema kwamba tunaona tunatengwa na serikali ya Bamako, tuoni maendeleo, tunaona kuna hali ya umaskini mkubwa, kwa sababu tumetengwa, sisi tunataka tujitenge, tuanzishe jamhuri ya kwetu. Ndio likaanza vuguvugu hilo la kuanzisha hii ya Azawad. Lakini tunamwona pia Mrusi na amesemwa, utaona kwamba na Mrusi sio kama Mrusi, ila hao wanaitwa Wagner waliingia pale kuisaidia serikali ambayo ilikuwepo pale. Shona. Sasa unasema kwa nini Mrusi? Mrusi yuko pale kwa sababu ile tunazungumza maslahi. Yeye pale anafikiria maslahi ya nani? Ya kwake yeye kama Mrusi. Kwa sababu kuna madini pale ambayo angeweza kuhitaji. Kuna nguvu, kuna ushawishi kwenye eneo lile angeweza kuwa nao, na amekuwa na ushawishi katika hizi nchi. Unazungumza Mali, unazungumza Niger, unazungumza hata Burkina Faso. Yeye ana ushawishi moja kwa moja katika utendaji wa mambo mengi ambayo Mchungu, serikali ya Bamako kuna wakati ililalamikia Algeria kufanya mazungumzo ya ndani na kundi la waasi la Tuareg. Sasa malalamiko hayo yalionekana yamelala upande wa kiusalama. Katikati kuna shaka gani ama kipi ambacho kiwa kinaendelea kupelekea Bamako kuwa na hofu hiyo? Ni kweli kabisa, na tunafahamu kabisa kwamba kama alivyosema mwalimu kwamba hawa jamii ya Tuareg tazama imekuwa ipo katika nchi mbalimbali. Lakini zaidi sana lazima tufahamu kwamba ukanda wa Sahel tunafahamu vile vile kwamba ulipitia kwenye mapinduzi ya kijeshi ambao mapinduzi haya tunafahamu yalitokea Niger, Mali, Burkina Faso, Gabon. Na sababu kubwa ambazo zilikuwa zinatajwa kwa ajili ya mapinduzi ni sababu za kimsingi mbili. Moja ni kufanya ukombozi wa kiusalama, kwa sababu zinataja kwamba serikali za kidemokrasia ambazo zilikuwa mamlakani zilishindwa kupambana na usalama wa raia. Lakini la pili ni ukombozi wa kiuchumi, kwa sababu hizi nchi, kumbuka, zina utajiri mkubwa sana wa madini ya uranium ambao imekuwa ikitumika kwa ajili ya kutengeneza makombora ya nyuklia, lakini zaidi sana kuweza kusaidia katika kuzalisha umeme. Kwa hiyo serikali za kidemokrasia ambazo zilikuwa mamlakani zilionekana kwamba zinashindwa kuleta suluhu ya changamoto ya kiusalama na changamoto ya kiuchumi. Kwa mfano, unafahamu mtu kwa mfano Mohamed Bazoum aliondolewa, alishinda takriban 57% kule Niger, lakini Abdulrahman Tishani akafanya mapinduzi. Alikuwa ni kiongozi wa kumlinda rais. Yaani Abdulrahman Tishani alimfanyia mapinduzi kiongozi wake. Lakini kutazama katika nchi ya Mali wakina Assimi Goita, wakina Captain Ibrahim Traore. Kwa hiyo ni eneo ambalo kitazama limekuwa lina ushawishi mkubwa, sio tu ndani ya ukanda wa Sahel na ECOWAS, zaidi sana limekuwa na ushawishi mkubwa katika mataifa ya nje. Sasa kwa nini limekuwa likivutia mataifa mengi? Kuna swala la msingi. Moja,
kumbuka kabisa kwamba pale ambapo mkoloni wa zamani anapoanguka huwa inavutia eneo hilo katika mkoloni mpya. Na hata hao ambao wanaitwa Wagner, amesema mwalimu, wanapokuja kulinda hizi nchi za Mali, Burkina Faso, Niger, hawaji kulinda bure. Kwa sababu kumbuka, Wagner kazi yake kubwa ni kuendeleza ushawishi wa Urusi kwa kutumia dhana nzima ya kijeshi. Na kumbuka Urusi hapa tunapozungumzwa amewekewa vikwazo, total economic sanction. Kwa hiyo baada ya Ufaransa kupoteza ushawishi wake kwenye eneo la Sahel, Urusi anajitokeza kama ni msuluhishi wa kuja kutatua changamoto za kimsingi mbili. Moja, changamoto ya kiusalama, kwa sababu zimeonekana serikali za kidemokrasia zimeshindwa kuendana na matatizo ya nchi wa Ufaransa. Sasa nini kinachotokea? Hawa wafanya mapinduzi wakina Assimi Goita, Captain Ibrahim Traore, Mohamed Tishan wanakuja kuanzisha ushirikiano mpya kuja kupambana na ambao wanaitwa harakati au vuguvugu kutaka kujitenga au ambao wanaitwa Tuareg. Lakini zaidi sana sasa mzozo kati ya Algeria pamoja na Mali unakuja pale ambapo inaposemekana kwamba serikali ya Algeria imekuwa ikiwasapoti au kuwaunga mkono hawa waasi ambao kimsingi wanataka kujitenga. Na ndio maana kuanzia mwaka 2025 baada ya kuvunjika ubalozi wa kidiplomasia kati ya Mali na Algeria, haikutokea tu katika nchi ya Mali, ilienda mpaka Niger, mpaka kule kwa Burkina Faso, sababu kumbuka haya ni mataifa ambayo yamekuja yana ushirikiano mkubwa wa kidiplomasia. Lakini zaidi sana hawa viongozi wanajeshi wamekuwa wanatuonyesha aina nyingine ya siasa. Unajua, kwa miaka mingi imeonekana demokrasia ya kimagharibi imeshindwa kuendana na changamoto za nchi za Kiafrika. Kwa sababu nchi za Kiafrika nyingi kutazama tangu nipata uhuru na nchi ya kwanza Ghana kupata uhuru mwaka 1957, imeonekana mfumo wa kimagharibi umeshindwa kuendana na changamoto za kiusalama na za kiuchumi. Kwa hiyo wao kina Assimi Goita wanakuja sasa kujaribu kuleta kitu kinachoitwa progressive dictator. Progressive dictator ni aina ya udikteta wa maendeleo, kwa sababu anajenga hoja kabisa kwamba ukiangalia nchi kama Urusi, Rais Putin ataongoza nchi ya Urusi takriban miaka 36, lakini wakiitazama Urusi imeendelea. Wakitazama nchi kwa mfano ya China, wana progressive dictator lakini imeendelea. Kwa hiyo kwa nini tuendelee kufanya uchaguzi wa kidemokrasia, lakini wale demokrasia ambao kutazama wengi wamekuwa na ushirikiano na nchi ya Ufaransa hawawezi kutatua changamoto za sasa hizi. Kwa wanaamua kwamba sasa tuje na taswira mpya ya kiongozi. Sasa kumbuka haya mapinduzi yana tafsiri kubwa za msingi mbili. Moja, kwa wananchi, kumbuka haya ni mapinduzi ambayo wananchi waliunga mkono. Yaani kwa mfano kule Niger, baada ya Mohamed Tishan kuongoza mapinduzi, wananchi wanaingia mtaani, wanashangilia. Leo hii Afrika nzima ukisikia kwamba Traore anakuja kwenye nchi yako, hiyo ni histori kubwa, wananchi mzima wanamshangilia. Sasa kwa nini wanajeshi ambao wameondoa serikali za kidemokrasia wanaungwa mkono? Maana ni kwamba sasa Afrika imeingia kwenye fezi nyingine ya viongozi. Yaani unataka viongozi ambao haijalishi uwe ni dikteta, mwademokrasia, mwafidhina au mtaifa, lakini je, unaweza kupambana na matatizo yetu sisi? Kwamba demokrasia si hoja tena, sio hoja kutazama sasa hivi. Na hiyo ndo swala kubwa sana katika ukanda wa Sahel. Na kulikuwa kuna hofu moja ya jarida la The Economics lilisema kwamba haya mapinduzi ya Sahel ni kama alikuwa kama yanataka kusambaa. Unajua kuna theory moja inaitwa domino theory. Wanasema sarafu moja ikianguka inakuja kuathiri sarafu nyingine. Kumbuka yalianza Niger, Burkina Faso, Mali, Gabon. Hata nchi za ECOWAS takriban 16 zilikuwa zina hofu. Hao akina Tinubu walikuwa na hofu kwamba sasa huku wenzetu wafanya mapinduzi na sisi matatizo ya Nigeria, sasa matatizo ya Mali, Niger, Burkina Faso. Kwa sasa haya mapinduzi yalikuwa yanaonekana kabisa kwamba yanakuja kusambaa katika Afrika nzima. Kwa hiyo mzozo sio tu kwamba Algeria labda na Mali na mpaka takriban kilomita 1300, lakini kutazama bado changamoto za kiusalama, za kiuchumi na namna gani demokrasia inaweza kutafsiri maisha ya watu imekuwa ni swala kubwa sana kwenye ukanda wa ECOWAS. Sasa kwa hayo yote ambayo Mwalimu Dennis ametuambia na Mchungu umetuongezea, Mali na falsafa ambazo wanaishi nazo, wataweza kusimamia hii misimamo ambayo wameingia makubaliano na Algeria kweli? Kwa sababu mgogoro huu ulienda mbali zaidi mpaka wakafikia walikuwa na kesi ya kimataifa kule ICJ, katika mahakama ya kimataifa ya haki. Kila mtu alirudisha balozi wa mwenzake kwake. Hali ilikuwa mbaya zaidi. Walifunga anga
hakuna kutumia anga ya Algeria, hakuna kutumia anga ya Mali. Wamesuluhishwa. Sergei Lavrov tumemwona pale akienda kusuluhisha. Sasa nini kwa upande wa Mali, hasa hofu yangu iko huku, Mali ataweza kusimamia hii misingi kweli? Imekuwa inafurahisha kwa sababu kwanza tuseme ukweli, hii fungamano la nchi hizi tatu kwa maana ya kusema Bamako, Niamey na Ouagadougou linafurahisha zaidi kwa sababu baada ya Mali, baada ya Bamako kuondoa balozi kule Algiers, pia Niamey iliondoa balozi na Ouagadougou ikaondoa balozi kule kuja huku, kwa maana ya kwamba hawa wanasikizana sana. Lakini ukiacha hiyo, serikali ya Algiers inanyoshewa vidole kwamba imekubaliana na haya yanayokwenda kwa sababu wao wenyewe wameshindwa kudhibiti hali ya mambo kusini mwa nchi ya Algeria, na kwa hivyo wanahitaji kupata mshirika. Na kiukweli, unajua tukisema mshirika sio lazima sana awe ana nguvu kuliko wewe au mnaofanana. Wakati mwingine ni katika kuweza kubadilishana taarifa, kubadilishana maarifa. Lakini zaidi ambalo nimekuwa nikilisema hasa hapa ni kwamba ogopa sana viongozi wa kwenu unapokuwa hawazungumzi. Viongozi katika ngazi yoyote, iwe kwenye jamii, iwe kwenye dini, iwe kwenye kisiasa. Kama viongozi wenu hawazungumzi, manake mna shida kubwa zaidi. Kwa hiyo kwa kuletea haya na kufikia makubaliano haya, tunaweza tusiwe na hofu kwamba Mali anaweza akayaishi haya, lakini bado yana faida kubwa kwa nchi zote mbili kuweza kudhibiti hali ya usalama ndani ya ile maeneo, kwa sababu kutakuwa kuna kushirikiana, kutakuwa kuna kuaminiana kwamba tumefikia makubaliano yale. Sasa wanaweza kuyaishi au hawezi kuyaishi, itakuwa ni swala la kusubiri. Ila kiukweli kabisa mimi nimefurahi kwamba wameweza kukaa chini na kukubaliana. Maana kuna makubaliano kwamba ile hofu kwa mfano ya kusema serikali ya Algiers inashirikiana na hawa washindani hivi, hawa waasi wa Azawadi AFL, unaona, wakitaka kujitenga na wakawa wanafanya vikao vyao katika mji mmoja wa Trarza huko upande wa Algeria, unaona. Na ndio unakuta hata hiyo issue ya drone ni kwamba drone ile wao wanasema waliitungua ikiwa kwenye anga ya Algeria, lakini jamaa wanaambia hapana, ilikuwa upande wa kwetu. Na walishafanikiwa kufanya mauaji ya viongozi wengine wengi na wanachama wengi wa kundi la AFL. Unaona? Kwa nini? Kwa kutumia hizo drones. Kwa kama imetokea hivyo na sasa wameweza kukaa na kuzungumza, mimi naona tuna nafasi ya kuwapa kwamba bana wanaweza wakaendelea kuheshimu haya na wakaishi, kwa sababu ni kwa ajili ya mustakabali wa nchi za kwao. Sasa kwa ukubwa wa sababu hizo ambazo ziliwapelekea kufikia hapo, ni wazi kwamba makubaliano haya ni halisi ama pengine ni picha ya propaganda ama siasa ambayo nyuma yake mtu anakuwa na tabasamu lakini moyoni ana lengo na kusudi na wewe? Mimi binafsi naona kama ni makubaliano halisi, kwa sababu picha moja kwenye diplomasia ni pale ambapo unamtuma tena mwakilishi wa serikali katika mji mkuu wa nchi husika. Kwa unaweza kuona Algiers wamepeleka mtu Bamako na Bamako wamepeleka balozi wake Algiers. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Na natumai baada ya muda mfupi tutaona Niamey wamerudisha balozi, lakini pia Ouagadougou wamerudisha balozi Algiers. Kwa nini? Kwa sababu ya ile solidarity ambayo ipo. Hiyo ni moja. Lakini jambo la pili ni kwamba bado tunasitiza bado hizi serikali mbili, serikali Algiers na Bamako, lazima ziweze kukaa kusaidizana namna ya kudhibiti mpaka. Unajua ni mpaka mkubwa. Kama unavyosema kutoka hapa mpaka Sumbawanga, ukisema wewe utaweza kuulinda peke yako inakuwa sio rahisi. Alafu pia ni ujue ni eneo la jangwa. Huwezi ukafanikiwa wewe peke yako. Lazima kuwe kuna ushirika ambao ni mzuri. Na ni katika ushirika huu ambao utawezesha kufanya serikali ziweze kukaa na pia kuweza kufikiri namna bora ya kuimarisha hali za maisha za wananchi wenyewe na hali pia za usalama katika maeneo. Pale ambapo naona mmoja nalalamika, tafsiri yake ni kama ni dhaifu mbele ya mwingine, kwa sababu kama unajiweza, mtu akikuonea unajibu mapigo. Sasa ukiangalia kwenye hili ni kama Mali ndo mnyonge na Mali huyo tafsiri yake amekubali kukaa mezani na kulimaliza hili. Sasa najaribu kuwaza kwenye mioyo ya Mali, wakati huo naangalia kwenye upande wa Algeria. Pengine Algeria kuna kitu ambacho anakiona kwamba hapa naenda kunufaika hiki, ama ni nani mnufaika wa mwafaka huu zaidi?
mi nitasema kwa cheo kikubwa kwamba mnufaika mkubwa ni nchi zote mbili. Nafahamu kwamba Mali ni landlocked, lakini nafahamu pia unajua, ukizungumza Algeria watu wengi wanaweza kaifikiri kwanza ni nchi kubwa kuliko nchi zote Afrika kwa eneo, unaona, lakini pia ni kubwa kiitikadi. Unajua msimamo ambao unaweza ukawekwa na Algeria hata kwenye Umoja wa Nchi za Afrika unakuwa ni msimamo mkali kuliko kawaida. Nikirudisha nyuma, unaweza kukumbuka kama wakati fulani ni Algeria alikataa uwepo wa mwakilishi wa Israel ndani ya Umoja wa Afrika, kwamba no, hawezi tukawa tunazungumza mambo ya kwetu alafu yeye yupo hana uwezo wa kupiga kura na nini. Kwa hiyo ukirudi sasa hivi hapa unagundua kwamba lazima yeye aweke uongozi kwenye hili linalotokea. Yeye yuko mbali sana, yuko mbele kuliko ni Mali kwenye uwezo hata wa kijeshi na hata kiuchumi. Unaona? Kwa kama yeye ni big brother wa lile eneo, lazima aonyeshe njia. Kwa Mali unaweza kusema ana vingi vya kupoteza, hana sauti, lakini bado ana nafasi ya kwake zaidi kwenye taarifa na pia kwenye maarifa ya namna ya kupambana, kwa sababu mpambana nao wale wa Tuaregs kwa muda mrefu. Kwa hiyo ni mnufaika zaidi. Ni mnufaika, uwezo ukasema kwamba eti anufaika Algeria, na ujue kwamba ni eneo liko mbali na eneo la jangwa, ni vile kwa sababu mipaka ipo na tunasema ni eneo la kwetu, lazima tuweze kuilinda kwa cheo kikubwa. Pamoja na yote hayo, katikati yao yuko taifa la Urusi. Ameona kuna umuhimu wa kuwapatanisha. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov ametumika katika kupatanisha mataifa haya mawili. Umuhimu wa Urusi umetoka wapi? Nini ambacho kimemvutia Urusi Mchungu mpaka akaona niingie katikati ya Mali na Algeria? Kwanza nchi ya Urusi sasa hivi imekuwa ikitafuta ushawishi mkubwa sana kwenye nchi za Kiafrika na nchi za Global South, na eneo la Sahel, eneo la ECOWAS, eneo lake la msingi zaidi ya kimkakati. Lakini tunafahamu vile vile baada ya mapinduzi hizi nchi nyingi za vijana ambao walifanya mapinduzi wameweza kugeukia mtazamo wao katika nchi ya Urusi. Tumeona kwa mfano ziara nyingi za Captain Ibrahim Traore, Asim Goita, Mohamed Tishan. Maana ni kwamba Urusi hata serikali za kimapinduzi ikulu zao zimekuwa zikilindwa na wanajeshi wa Wagner. Kwa hiyo kuna geopolitics na ushawishi wa Urusi katika eneo la Sahel, eneo lake la kimkakati zaidi. Lakini zaidi sana kuna huo ushirikiano mkubwa kati ya Urusi pamoja na hizi nchi za Mali, Burkina Faso, kuhakikisha kwamba sasa anaendeleza ushawishi wake wa kikanda. Lakini zaidi sana mwezi wa 4 shirika la ujasusi wa Urusi inaitwa SVR, ukiacha ile FSB, shirika ndani la ujasusi wa Urusi lilitoa tafiti kwamba kuna mpango wa kuweza hata kuzihujumu hata kuzipindua serikali za kijeshi. Maana ni kwamba Urusi amekuwa akiangalia eneo la Sahel kama ni eneo lake la kimkakati, eneo lake la kimbinu. Lakini zaidi sana kwenye ushawishi wa mataifa, ushawishi wa mataifa haupimwi tu kuwa na uchumi, kuwa na teknolojia, kuwa na watu. Unapimwa zaidi sana vile vile unakuwa na mataifa ambayo yanakuungwa mkono kiitikadi. Yaani pale ambapo Urusi anapokuwa na Mali, Burkina Faso, Algeria, Niger, Gabon, maana ni kwamba anakuwa na sauti na siasa zake au masuala yake yanaweza kasambaa katika maeneo mbalimbali ulimwenguni. Kwa hiyo kwenda kwa Sergei Lavrov ambaye ni mmoja wapo mwanadiplomasia mashuhuri ulimwenguni, maana ni kwamba ni kujaribu kuendeleza utulivu wa kikanda. Lakini la pili, kama nilivyosema kwamba Urusi amekuwa akifaidika na hizi nchi, kwa sababu kumbuka uhusiano wa sasa hivi ni kweli kabisa kwamba umekuwa ni uhusiano ambao umekuwa ukizingatia maslahi makubwa ya kiuchumi. Kwa hiyo hata Urusi kutazama amekuwa akiingia mikataba mingi ya kibiashara, ya kiusalama, mikataba ya madini, namna gani Urusi inaweza ikatafuta masoko yake katika nchi za Sahel. Kwa hiyo wao kuja huku, maana sasa amekuwa akiendeleza, na tumemsikia kwa kipindi kirefu Rais Vladimir Putin hata akiongea kwenye mikutano yake kwamba anasema kwamba ni wakati wa Urusi kuenda kutafuta marafiki zake wa kihistoria. Nakumbuka hata hizi nchi za Sahel nyingi kipindi cha kihistoria, kipindi kinapigania uhuru, zilikuwa zinasapotiwa na kilikuwa kinachoitwa USSR, kwa kwamba United Socialist Soviet Republican. Kwa hiyo Urusi amekuwa sasa hivi anajaribu kutafuta marafiki zake wa kihistoria, kuendeza ushawishi na kuiambia dunia magharibi kwamba mmenekea vikwazo, mmenitenga, lakini bado mimi na washirika katika nchi za Kiafrika. Sasa Mwalimu Dennis, nchi ambazo zinazozana hapa barani Afrika sio Mali na Algeria peke yake. Tumeona katika mataifa mbalimbali, tunamuona DRC na Rwanda kila kukicha wao wanazozana na mataifa mengine.
tunajifunza nini hasa baada ya kutatuliwa kwa mgogoro huu wa kidiplomasia? Mimi bado napata tabu. Unajua, mwaka 2005 Umoja wa Afrika walikutana wakakubaliana mambo mengi, lakini la kwanza ambalo ni kubwa kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Afrika lilikuwa ni kunyamazisha risasi, silencing the gun. Na jambo la pili lilitokea kwenye wazo la Mungu wa mrehemu Profesa mmoja anaitwa George Ayitti ya kusema matatizo ya Afrika yatatuliwe na masuruhu ya Afrika. So African problems, African solutions. Lakini unaweza kugundua sasa hivi sisi tumekuwa ni watu ambao tunatafuta mediator nje, na tunatafuta mataifa mengine makubwa yaweze kuja kutuambia sisi cha kufanya. Unaweza kusema kwamba wanajaribu kusuluhisha, lakini kimsingi ni kwamba wanatuambia nini cha kufanya. Hiyo haijawahi kuwa nzuri. Maana yake ni kwamba sisi wenyewe ile kuaminiana hakupo. Ni kitu kibaya. Tunajifunza nini kwenye hii? Kwanza lazima tukubali kwamba kumbe sisi tuko dhaifu sana. Na mara nyingi hatujaandaa watu wetu kuweza kukubaliana hata kutokubaliana. Ni watu ambao tunadhani kumbe ndio tukapata wakati wote. Kumbe kuna wakati mwingine kuna swala la give and take, ni kupata kidogo ukakosa. Sio kitu kibaya kukosa wakati mwingine. Wakati mwingine upate kidogo lakini hali ibakie kuwa nzuri. Kwa hiyo utagundua kwamba cha kujifunza hapa, na mimi nafurahi kwamba tunakubaliana kwamba Afrika ina vijana wengi ambao wanajifunza mambo mengi kwa haraka. Lazima tuanze kujiwezesha kuweza kuzungumza. Hata pale ambapo tunadhani tunakereka, tuna hasira, lazima tuweze kujikaa chini na kujiuliza ni kwa nini tumefika hapa, na kutatua changamoto ambazo tutakuwa nazo. Unajua, mara nyingi ukienda mipakani huwezi kukuta hizi siasa ambazo zinazungumzwa kwenye miji mikuu. Huwezi kukuta siasa za Dodoma zinazungumzwa Sirari, Namanga, Tunduma. Ukienda huwezi kukuta hizo. Yaani wale watu wala hawajui kinachoendelea kati ya hizi capital cities. Yaani ukienda Bamako, ukienda Tuanziatan, ukauliza watu wa Timbuktu nini, unakuta wenyewe wanaendelea na maisha yao kama kawaida. Lakini ni siasa za miji mikuu ndio ambazo zimekuwa zikiharibu sana kwenye haya maeneo ambayo yanakuwa yana lakini kukubaliana kwa maswala mchungu huwa kunategemeana na maslahi. Yaani kwamba mimi na wewe mchungu ili tukubaliane lazima maslahi ya kila mmoja yamefikiwa. Sasa mwenzangu aliuliza kuhusiana na migogoro, unakuta ndani ya Afrika taifa kwa taifa unakuwa na mvutano. Namna gani tunaweza kujifunza na kumaliza kufuatia mgogoro huu kati ya Mali na Algeria? Ni rahisi mataifa ya Afrika kuto kugongana kufika sehemu wakawa wanapigana, kwa maana wakati mwingine tunataja kwamba bana pengine kuna mabeberu hapo nyuma ya haya. Ni kweli. Unajua nchi za Kiafrika kwa kweli zina changamoto nyingi sana, na tukianza kuzungumza matatizo ya Kiafrika hapa tunahitaji siku nzima kuweza kumaliza. Lakini kwa ushirikiano kati ya nchi na nchi huwa unajengwa zaidi na kulinda maslahi ya kiusalama, na unafahamu kabisa kwa maslahi ya kiusalama ni maslahi ambayo yamekuwa yana compromise, yani usalama huwa hauna compromise. Kwa hiyo unachokifanya kwa mfano Mali, Niger, Algeria ni kujaribu kulinda maslahi ya kiusalama. Lakini zaidi sana nchi za Kiafrika zimerithi matatizo mengi sana katika kipindi cha ukoloni. Kutazama ishu kwa mfano ya ukabila, ilikuwa kipindi cha ukoloni tumeondoka nayo. Ishu kwa mfano ya uongozi tumekuwa nayo. Ishu kwa mfano ya kutokujenga watu, kwa mfano ishu ya usuluhishi wa migogoro, conflict resolution. Kwa nini umtegemee Mfaransa au Marekani au Urusi? Maana ni kwamba bado kuna changamoto nyingi ambazo kama taifa tumekuwa tunazo. Lakini zaidi sana ukitazama bado tumekuwa kama nchi kutokana na tafiti za Global Security Index mwaka 2024 zinahitaja dunia kuna zaidi ya mizozo 80. Lakini ukitazama robo tatu ya mizozo ipo nchi za Kiafrika. Waza kuhusu Kongo, kuhusu Sudan, kuhusu Sahel, kuhusu pembe ya Afrika IGAD, waza kuhusu Somalia. Maana ukiacha mizozo mikubwa si Ukraine, Venezuela pale, Sudan na Chad, Misri na Ethiopia. Yaani migogoro ni mingi kupita mingi. Yaani Afrika imepasuliwa vipande vipande. Yaani ukiacha zile ramani tulizochorewa na wakoloni, sisi wenyewe tuna migogoro kwetu. Tutafikia Afrika kuwa nchi moja, sarafu moja, serikali moja, jeshi moja? Kabla hajajibu mwalimu nisije nikasahau.
kuna mwandishi mmoja aliandika kitabu kinaitwa The Beautiful Ones Are Not Yet Born, akiwa anamaanisha kwamba wasichana wazuri bado hawajazaliwa. Lakini alikuwa azungumzi wasichana, alikuwa anazungumza lugha ya picha kwamba anasema viongozi wazuri hawapo kwa sababu changamoto za kiuchumi za kisiasa zimekuwa zipo kila siku. Lakini vile vile yupo mwandishi anaitwa Francis Mbuga aliandika kitabu kinaitwa Betrayal in the City. Anasema kwamba tuliwaamini viongozi lakini walivyoingia mamlakani waliweza kufanya kutusaliti. Na hata hiyo hoja ya Kwame Nkrumah alisema kwamba why not now Africa must unite, kwa kwamba kwa nini sio sasa? Kwa sababu kumbuka Ghana ndio taifa la kwanza kupata uhuru mwaka 1957. Anasema kwamba uhuru wa Ghana hauna maana bila uhuru wa Afrika. Na Kwame akasema kwamba kwa nini sio sasa? Mwaka 1957 hapo Tanganyika ilipata uhuru, si Kenya, si Uganda. Kwa wazo la kuunganisha Afrika ni wazo la kihistoria ambao unaitwa wale wana majimui Pan-Africanist. Lakini je, lilikuwa la mapema kabisa. Of course, lakini je ukitazama, je hawa ambao wanaitwa wakoloni wapya wanataka nyinyi muungane? Swala msingi. Hivi swala la Afrika kuungana ni swala watu watake ama swala nyinyi Afrika mtake? Sio swala watu watake, meza mkanye mnataka, lakini kumbuka hawa wakubwa na mbinu nyingi sana kuweza kuwavuruga. Je, kwa sababu wenyewe mkiungana maki mtakuwa na nguvu. Kwa sababu kumbuka wao wanaungana kwenye NATO, kuna G7, kuna G8. Na sasa hivi kwa mfano kuna BRICS. Fikiria mataifa ya BRICS yana watu na teknolojia na historia wanaungana. Kwa hiyo inakuonyesha kabisa kwamba kama wakubwa wanaungana, vipi kuhusu nyinyi wanyonge? Lakini je, hawa wakubwa ambao nyinyi wanyonge ambao mnataka kuungana, mnafikiri wakubwa nyinyi mnataka waungane? Kwa sababu nyinyi mkiungana inakuwa ni hasara kwao. Mtakuwa na nguvu, mtakuwa na utegemezi. Sawa? Mataifa mengi hapa duniani yanatamani hata kugawanywa. Kwa sababu mkishakuwa wadogo mnakuwa mwezi kupambana dhidi yao. Hivi kwa mfano nikuulize kwa mfano Somaliland Somaliland labda na Marekani. Inawezekana kwa mfano tukikaa kuzungumza masuala ya kiuchumi na kiusalama. Lakini je, kwa mfano Afrika na Marekani au Afrika na China? Yaani Afrika ingekuwa inashinda. Yaani kwa mfano Afrika kwenye meza mazungumzo inazungumza na China. Maana ni kwamba kuna ile sauti ya maamuzi wanakuwa na nguvu. Kwa hiyo mimi nafikiri kwamba sasa rais wa Afrika ni Muammar Gaddafi au itategemea. Alafu waziri mkuu nani na makamu wa rais? Muammar Gaddafi. Kwa sasa hivi kwa sababu hayupo, basi tuseme rais wa Afrika atakuwa labda Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Hata ambao ameondoka. Tekeleza hiyo serikali hata ambao ameondoka. Sasa huyo rais mtaje wewe, lakini nitakusema kwamba ambaye akienda kwenye taifa lingine watu unajua ambacho kipo kuna theory, kuna nadharia ambayo watu wamekuwa nayo kwamba Afrika inahitaji kupata Napoleon Bonaparte wa kwake, ambaye ataamua sasa kusema tutapiga Tanzania, tushikamata Tanzania, tunapiga DRC, tunakamata tunaenda Central Africa, tunakamata tunaenda Gabon, tunaenda Brazzaville, Congo Brazzaville, tunapiga, tunaenda Equatorial Guinea, tunapiga. Yaani maana nakamata. Yaani tunahitaji kuwa na Shaka Zulu mwingine ambaye atakamata ndio atafanikiwa kuunganisha Afrika. Unaweza ukafikiria ni mawazo ya kijinga. Unadhani yupo? Inawezekana, na ambaye anaweza kufanya hivyo ni huyu anaitwa ACFTA. Ni Africa Continental Free Trade Area. Kwa maana ya kwamba tukiweza kuruhusu biashara zifanyike kwa uhuru ndani ya Afrika, tutaweza kuona kuna possibility kubwa sana ya kutengeneza huo umoja ambao tunautaka. Lakini tutagundua kwamba ndani tunahitaji watu hiyo kuruhusu. Nakuja huko. Utagundua kwamba sisi wenyewe ndani hatuaminiani. Kwa utafiti uliofanyika mwaka 2018 mpaka 2023, Afrika yani Waafrika wenyewe wanafanya biashara miongoni mwao kati ya 14% mpaka 21%. Sasa 80% au 76% au 80% au chini ya hapo inafanyika nje ya Afrika. Lakini ni nchi hizi ziko pamoja. Na hizi nchi zina makundi haya ya kiuchumi. Utazungumza SADC, utazungumza East Africa, utazungumza ECOWAS, utazungumza mafungamano ya kiusalama kama IGAD. Lakini kwa nini hawaaminiani? Utakuuliza kwa mfano, yani kwa nini Ethiopia hamwamini Somalia? Ethiopia ameomba tu kupitisha vitu vyake katika nchi ya Somaliland. Kelele unaiona iko Mogadishu. Kwa nini? Kwa nini huyu aseme kwamba hiki ni kitu kizuri kwa sababu huyu Ethiopia landlocked? Kwa nini
Ethiopia anataka kuzalisha umeme, amefungua bwawa kubwa la Geldi ambalo wananchi ndio wawekezaji. Kilio unakisikia Misri na Sudan. Kwa nini usika unanipata nachokizungumza? Kwa haya yote unagundua kwamba ni kwa sababu ya ubinafsi. Tunajificha sana kwenye maslahi ya taifa, national interest. Lakini mara nyingi ukifuatilia hizi national interest na zimekuwa kweli, hata hapa Tanzania mahakama imesema wakati mwingine wanasema maslahi ya taifa, lakini sio maslahi ya taifa, ni maslahi ya watu ambao wanajinasibisha na taifa. Unaona, na mara nyingi tumekuwa tukifanya hivyo. Kuna sehemu nyingine wanasema ati kwa ajili ya usalama, lakini sio usalama kwa ajili ya taifa, ni usalama wa watu, kikundi fulani cha watu. Sasa tunatakiwa tuondoke huko, tulete usalama ambao ni halisi kwa watu, yani ile tafsiri tuione, mtu akikaa anasema naam, hili linatuhusu, ambapo bado tunarudi kwa watu. Mchungu alitaja riwaya moja ya Ai Kwei Arma. Sasa tangu miaka ile, wakati chapisho lile linatolewa mwaka 68 mpaka leo, hakuna kitu ambacho kimebadilika na Afrika ilipaswa kujifunza kuanzia pale, ama hao watu bado hawajapatikana? Ndio hivyo, unajua ukijenga watu tafsiri yake unajenga mafanikio, na kinyume chake ni kuanguka. Mimi nafikiri tofauti kubwa kati ya Afrika na hawa ambao wanaitwa washindani wetu ni kwamba wenzetu wamejitahidi sana kujenga watu, na kuna gharama kubwa kujenga watu. Unajua ni rahisi sana kujenga magorofa, kujenga flyover, lakini ni ngumu sana kujenga watu. Watu ni mtaji kwenye taifa, watu ni social capital. Kwa sasa kuwa na vijana kwa mfano 70% sio hoja, lakini hao vijana wamejengwa kiasi gani? Wanajua historia, wanajua nafasi yao kijiografia, wanajua kwamba wao ndo wanawajibu kuhakikisha kwamba wanaweza kuitoa Afrika hapa ilipo. Kwa hiyo inawezekana tulikuwa tunazungumza hapa kitabu cha The Beautiful Ones Are Not Yet Born, ikafika mwaka 2000 labda na mwaka 2025, mwaka 2080 akazaliwa, akakaa mtu mwingine pa mchambuzi akarejea kitabu kile kile. Maana ni kwamba tutakuwa tunaishi kune wakati uliopita, lakini tunakumbana matatizo yale. Na hiyo ndio changamoto nafikiri kubwa ya Kiafrika. Yaani tumekuwa tunapita kune phase za generation, lakini ukitazama matatizo yamekuwa ni yale. Kwa nafikiri kwamba tuna wajibu wa kuweka masuala ya msingi mahali pake. Mataifa mengi yameendelea kwa sababu wameweka masuala ya msingi mahali pake. Na shida kubwa ambayo mimi naiona, nafikiri kwamba masuala ambayo sio ya msingi tunayapa sana kipaumbele kwa masuala ya msingi. Kwa maana ni kwamba kuna watu wapo serious na masuala ya msingi, na watu ambao wanaweka masuala ya msingi mahali pake, kwa mkikaa kuna masuala ya kiuchumi, masuala ya kiusalama, masuala ya kiushawishi, hamwezi kuwa sawa, kwa sababu mafanikio ya taifa ni kama vile mafanikio binafsi. Yani ukiangalia tabia zako, yani tabia ambazo wao wanaenenda na nyie ukitazama ni tofauti. Kwa hiyo mnapokuja vile katika ushawishi inakuwa ni tofauti. Kwa hiyo ndio nasema kwamba kwa sababu wao wamekuwa wakiangalia hiyo loophole ya ndani, demokrasia kwa mfano, uongozi kwa mfano, uhuru kwa mfano, kutokuwa na uzalendo, uongozi ambao upo kibinafsi. Kukumbuka hiyo ni uchochoro ambao wanautumia kuhakikisha kwamba nyie mnabaki pale pale jinsi ulipo. Kwa hiyo mafanikio duniani kote, mimi nasema kwamba mafanikio ni vita, sio kama mashindano ya urembo. Sio vita viendelee. Mafanikio ni vita, sio kama mashindano ya urembo. Unajua mwalimu, hilo unakubaliana nao? Mafanikio hayaji, au kila mtu na mtazamo wake? Hapana, mafanikio hayaji kwa njia rahisi. Nadhani ndio tuseme hivyo. Yes. Hayaji kwa njia rahisi, lazima watu waweze kuwekeza. Basi neno vita limetutisha. Kwa nini kusikia vita vya kiuchumi? Hizo mafanikio ni vita. Nikasema ina maana hata ukiwa unajenga nyumba bidi ugombane na mafundi. Mafanikio kati ya nchi na nchi. Wewe na hao mafundi pia zao mtagombana. Kachelewa akafanyaje? Eti uvae upendeze, lazima ugombane na fundi nguo. Kwa kweli tunawashukuru sana, mmetupa elimu kubwa sana hii leo. Tumekuwa naye hapa mwalimu Dennis Konga, mwalimu wa sayansi ya siasa na diplomasia, lakini pia mwanafunzi wake huyo mchambuzi wa siasa Godfrey Mchungu. Tunawashukuru sana, na kubwa zaidi tumezungumza kuhusu kutatuliwa kwa mgogoro wa kidiplomasia kati ya Mali na Algeria, mgogoro ambao uligusa na baadhi ya mataifa mengine, lakini ni lipi fundisho ambalo tunalipata kama mataifa mengineyo hapa barani Afrika, na kubwa zaidi, Afrika kuwa nchi moja itawezekana? Ni swali ambalo bado linabidi litafutiwe majibu zaidi.